Na tayari hapa ndani studio tuko na ndugu zetu ambao tayari wamekwisha kuwasili, na leo tunazungumza kuhusu masuala ya utalii. Na utalii wenyewe ni utalii wa utamaduni. Tayari hapa yuko Chance Ezekiel pamoja na Antonia Mkama. Hawa wote wao ni maafisa utalii kutoka Makumbusho ya Taifa. Jamani, hi. Habari. Jamani, mko salama? Habari za asubuhi. Safi kabisa, tunafurahi kuwepo hapa. Karibuni sana. Antonia? Asante sana, ndio. You good? Mambo anasemaje? Okay. Hivi na wasi vijana wanaweza wakashiriki tamasha la Tanzania. Safari ni moja tu hii. Safari moja. Sasa unamwona Antonia huyo unakukosa rafiki yangu. Ndio maana nikamwambia, Nitawaleta na wengine kushiriki kwenye tamasha. Kuna utamaduni huko pale, unamuelewa. Unajua tamasha ni utalii. Of course. Ni product ya utalii kabisa. Utamaduni ule. Na kimsingi natakiwa kuishirikisha sana Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwenye Twenzetu kwa Yesu kuna vitu vingi sana vya asili ya Mtanzania watu wanavipata. Unanielewa? Ukiondoa location tunapofanya kila wakati, lakini pia hata maudhui yaliomo ni tofauti na matamasha mengine. Ni kweli. Kwa hiyo tunapotaka kuiuza nchi yetu, nadhani tamasha kama hili pia sisi ni wadau wakubwa. Na sisi tuna uwezo wa kuleta gari la maonyesho pale. Hiyo imepita hiyo. Ambalo litaonesha imani tofauti ambazo tunazo. Kama Watanzania. Of course. Kwa hiyo Yesu Tanzania sio mgeni. Yesu ni mwenyeji sana. Mwenyeji sana hapa. Sababu anajulikana kwa kila kabila kabisa, ana jina lake. Ni kweli. Kwa hivyo kwa namna hiyo unaona ni muhimu sana sisi kushiriki Twenzetu kwa Yesu. Of course hiyo imepita na mbinguni tunataka kwenda sisi. Hiyo inaitwa big tick. Hiyo tunasema tutaamua kwa ushirikiano na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Makumbusho ya Taifa. Kupitia Makumbusho ya Taifa. Tutakachokifanya hivi, hatuwezi kuchora picha ya John Pazia tukaiweka Makumbusho pale. Hata hiyo yule bwana yule ni MC wetu mzuri sana. Jamani amjui. Tutaangalia kama anakidhi vigezo. Umri, sifa zake alizonazo, tamasha lakini uingie Makumbusho anatakiwa na umri wa sio umri, sifa. Alichokifanya John Pazia. Mimi nitawaonyesha siku moja alichokifanya. Wewe anachokifanya anaimba na vijana. Sisi ushauri tunaoweza kumpa aanzishe makumbusho yake binafsi. John Pazia? Yes. Ili watu waweze kuja kuona historia ya anachokifanya, kwa sababu lazima atakuwa na kumbukumbu za kila kitu ambacho anakifanya toka ameanza mpaka sasa. Sasa wewe John ndugu yangu wewe hajachapua lakini pia anaweza kuweka onyesho lake la muda. Makumbusho pia tuna maonyesho ya muda mfupi. Akaja naye pale. Akaleta vitu akashirikiana na nyinyi, tunamwekea historia yake pale ndani ya siku 90 watu wanakuja kumuona. MC sasa John wa matamasha haya vibe kama lote picha zake na tafsiri ya majina yake Pazia manake nini, asili yake wapi. Hiyo Pazia sasa kamata hiyo hapa imeshakuja. Anyways, ndugu zetu karibuni sana jamani. Nafikiri tuanze na Anatolia, ladies first. Hali ipoje kule Makumbusho sasa hivi? Kwa sasa hivi hali ipo vizuri sana na tunafurahi kusema kwamba mwamko umekuwa mkubwa sana kwa watu wa ndani na wa nje kuja kutembelea Makumbusho ya Taifa. Mwanzoni walikuwa hawaelewi makumbusho ni nini. Watu walikuwa wanajua tu ni sehemu ambayo watu wanaenda wanaweka vibuyu, ngoma, yani watu walikuwa hawaelewi. Lakini sasa kwa sasa hivi tumeanza movements ambazo zinawaambia watu kwamba Makumbusho kuna nini na kuna vitu tofauti na vile ambavyo wanafikiria. Kwamba sio jengo tu watu wanaenda kuweka vitu vyao vya zamani, lakini ni sehemu ambayo mtu anaweza akaenda, akatembea, akatalii na akafanya vitu ambavyo ni extra ambavyo yeye nyumbani kwake hawezi kufanya. Kwa mfano, kwenye kijiji cha Makumbusho ni nyumba zile za asili. Na ukifika pale unapata taarifa kuhusu Tanzania, kuhusu Mtanzania na jinsi anavyoishi. Lakini pia tumeipeleka mbali zaidi kwamba ndani ya kijiji cha Makumbusho utakuta ngoma, kwa sababu ngoma ni sehemu ya maisha ya kila siku ya watu kwenye vijijini kule. Na kuna chakula pia cha asili. Kwamba ukifika pale hautembei tu uone nyumba na kuambiwa kwamba Wamasai walikuwa wanaishi hivi, Wachaga wanaishi hivi, Wagogo wanaishi hivi, lakini pia utafundishwa Mchaga anavaa hivi, lakini pia Mchaga huyo anapika machalari hivi.
na kwenye machalari yake haipiki kama tunavyopika sisi modern sasa hivi. Unafundishwa kabisa kwamba machalari yake inakuwa hivi, inamenywa hivi, inaandaliwa hivi, lakini baba anapewa sehemu hii ya nyama. Yale maisha ya kawaida ya Mtanzania unafundishwa kwa vitendo. Kwa hiyo makumbusho sasa hivi imebadilika na inakuwa kwa kasi sana, kwamba mtu unaenda kutalii, unaenda kujifunza, unaenda kuburudika pia. Inatekelezekaje hii? Inatekelezekaje hii? Utekelezaji wake ni kwamba maana yake ni kwamba unajua Makumbusho ya Taifa ni taasisi ya serikali ambayo inafanya kazi chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Hii taasisi ilianzishwa mahususi kwa ajili ya kutafiti, kuhifadhi, kuelimisha jamii juu ya urithi wa asili na historia ya Mtanzania. Kwa hivyo hivi vituo nchi nzima sisi tuna vituo 7 vya Makumbusho ya Taifa, lakini pia sasa hivi tunasimamia na maeneo ya Malikale zaidi ya 140 nchi nzima. Hii inawezekana kwa sababu sisi kazi yetu ni kufanya tafiti zinazohusiana na historia na urithi wa utamaduni wa asili ya Mtanzania. Kwa hivyo tumekusanya hizo taarifa ambazo zimefanyiwa utafiti na kuthibitishwa ama kupewa ithibati za kisayansi kwamba hiki ni kitu cha kweli. Kwa hiyo tukisema hii ni ngoma ya Wagogo, ilitumika mwaka fulani na mtu fulani, lengo la hii ngoma ilikuwa ni hivi, na hiyo ngoma ikipigwa, ukisikia mlio huu wa ngoma, tafsiri yake ni hii. Manake ukiona vita ya Majimaji ilipiganwa nchini, lakini hakukuwaga na simu wakati ule, hakukuwa na unaweza kwamba utatuma message ama utatumia infrared au bluetooth kutuma chochote, lakini wale watu kiangalia vita imeanzia Umatumbini hapo, imeenda all the way mpaka Songea, na watu walikuwa wakitaarifiana. Sasa hiyo ndio teknolojia ya asili ya Mtanzania ilikuwa ikitumika kwenye mawasiliano. Ukiondoa sasa tupo kwenye television na simu na mambo mengine. Kwa hiyo unaona sayansi na teknolojia inaweza kuwa proven kwamba ilianzia kwetu kutokana na matukio mbalimbali ambayo yalionyesha hii jamii ikievolve kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo yanawezekanaje haya? Ni kwa sababu serikali inasimama na kuwekeza katika hayo maeneo. Kwa ukienda kijiji cha Makumbusho, kuna nyumba ya Mchaga kwa mfano, na nje tumepanda mpaka ule mmea ambao wanaupanda kwenye mpaka. Na tafsiri yake sisi tunaitoa kwa sababu tumefanya utafiti. Na ukiingia kwenye ile nyumba utakutana, kama ni kitanda utakutana na kitanda cha Kichaga, utakutana namna walivyokuwa wanavaa, walivyokuwa wanalala, na siku hizi tumeweka mpaka mbuzi wako pale. Namna ambavyo Mchaga alikuwa analea mbuzi wake. Kwa hivyo sisi tunachofanya ni kupromote na kuhakikisha kwamba asili ya Mtanzania haipotei hata chembe moja. Kwa kupitia watafiti, kupitia wataalamu, lakini kupitia funding zinazotolewa na serikali, kuweka haya mambo yote pamoja katika vituo vyetu. Kwa hiyo ukija Dar es Salaam kuna kijiji cha Makumbusho, kuna makumbusho ya hapo Posta. Ukienda Arusha kuna makumbusho ya Azimio la Arusha, kuna makumbusho ya Elimu Viumbe. Elimu Viumbe pale tumehifadhi kumbukumbu za wanyama wote waliowahi kuishi Tanzania ambao tayari wameshafanywa utafiti. Na kwa taarifa ni kwamba wako wanyama ambao ama viumbe haya ambao bado hata hatujawajua na majina na wanaishije, kwa sababu tuna viumbe wengi sana ndani ya hii nchi yetu ya Tanzania. Ukishuka Songea utakutana na makumbusho ya kumbukumbu ya Mfalme Rashid Kawawa, Simba wa Vita, kwa ajili ya kutunza uzalendo. Lakini pia tuna makumbusho ya mashujaa wa vita vya Majimaji pale mtaa wa Mahenge. Lakini pia Musoma tuna makumbusho ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa haya yote ukiangalia unaona yako very strategic, yamewekwa maeneo ambayo mengine matukio rasmi yalitokea na mengine ni mkusanyiko wa hizo tafiti ambazo zinafanywa na kuwekwa pamoja. Lakini kwenye Malikale tunatunza mji mkongwe wa Mikindani, mji ambao ustaarabu, benki kuu ya dunia benki ya dunia ilianza kuleta tawi pale. Kuna jengo la benki liko pale la kihistoria. Karne ya 18 benki ilikuwepo. Unaenda Kilwa, pesa zilianza Kilwa. Karne za 17, 16 huko Kilwa walikuwa na pesa yao na tumeitunza. Ukija utaiona na facts zote ziko zimetunzwa pale. Kwa hiyo ukienda Mafia tuna eneo tunalisimamia na maeneo mengine kadha wa kadha. Lindi tuna eneo la dinosaria ambapo hii mifupa ya viumbe hai wakubwa, mijusi wakubwa kabisa walichimbwa na kupatikana hapa Tanzania. Kwa hivyo hata watoto wetu wakiangalia katuni za dinosaria wafahamu ya kwamba huo ni urithi wa nchi yetu wala sio nchi nyingine. Kwa tuna mambo mengi makubwa sana tunayatunza. Tunatunza tiba za asili za nchi yetu, tunatunza ibada za asili ya nchi yetu, tunatunza mimea, tunatunza wanyama, tunatunza
na tamaduni, mila na desturi za Mtanzania. Ndivyo hivyo inavyowezekana, kwa sababu vitu tunavyo na vina facts na tumeviweka mahala pamoja, ambapo mtalii ama mgeni yoyote ama mtafiti au mwanafunzi anaweza kaenda akaviona. Okay, sawa. Mnafanya kuvitunza hivyo kwa ajili ya vizazi vijavyo. No. Lakini kwa sasa hivi tunasema teknolojia, mabadiliko ya teknolojia, sayansi na nini na ulimwengu imefanya tumeacha utamaduni huo wote. Yes. Tumeenda kwenye utamaduni wa kisasa. No. Mnafanyaje hayo mnayoyatunza tuweze sisi kuyaakisi kwenye maisha yetu, watoto wetu, na asili ile ya Mtanzania na utamaduni wake endelee kubaki? Asante sana. Sisi tuna programs tofauti. Ya kwanza tunapita shuleni kuelimisha kizazi ili eneo la watoto kwa maana ya wanafunzi. Kwa maana sasa hivi hata Wizara ya Elimu naona ilibadilisha mtaala na kuweka topic ya utamaduni wa Mtanzania au historia ya Mtanzania. Ile historia ya Mtanzania kwanza inafundishwa Kiswahili hata kama ni English medium. Lengo ni kufikisha ujumbe kwa lugha husika kwa wahusika waweze kuelewa. Tofauti na zamani, somo la historia lilifundishwa kwa Kiingereza kwa mfano kwenye hizi ngazi za juu. Sasa ile inamfanya mtu akose baadhi ya vitu, kwa sababu lazima utadondosha kwenye kutafsiri baadhi ya mambo kuyaleta katika lugha nyingine. Kwa hiyo sasa hivi tunajifunza historia ya Mtanzania kwa ngazi zote kwa Kiswahili. Lengo likiwa ni kukabiliana na hilo wimbi la mmomonyoko wa maadili na mabadiliko ya utamaduni, mila na desturi. Lakini pia utamaduni na maisha ya mwanadamu hayajatulia sehemu moja. Kuna hayo mabadiliko na muingiliano mkubwa ni baada ya teknolojia kukua. Kwa hivyo sisi huko kwenye teknolojia na sisi tumeanza kuwekeza kama serikali kwamba tunaanza kuwa na maonesho ya kidigitali yatakayowafikia watoto. Sasa hivi tuna mpango na wadau kutengeneza hata michezo ya watoto, games za kwenye simu na kompyuta zitakazokuwa zinaongelea asili na mila na desturi zetu. Lakini pia unaona hata dini pia, kwa mfano Lutheran tunatafsiri hizi Biblia na vitabu vya dini kwa lugha za makabila husika. Yes, kwa hiyo ile ni katika movement ya pamoja, kwa sababu hili ni jambo mtambuka la maadili na kubadilika kwa utamaduni. Kwa taasisi mbalimbali tunaenda pamoja kuhakikisha kwamba tunatunza huu urithi wetu, na ndio maana hata pale kijiji cha Makumbusho tuna majenzi ya makabila yote. Kwa hiyo hata kama ni Mkinga ama Msukuma, una mtoto wako na umemzaa ukiwa hapa Dar es Salaam na hujawahi kumpeleka Mwanza, pengine kwa sababu mkeo labda ni kabila jingine au ni jamii nyingine, lakini una nafasi ya kwenda kijiji cha Makumbusho ukaweza kumuonesha Wasukuma wanavyoishi, wanavyokula, wanavyovaa, wanavyozungumza, kwa sababu tunao Wasukuma wanaokuwepo pale kijiji cha Makumbusho kwa ajili ya kudemonstrate hilo kabila husika. Lakini pia unao uwezo wa kubook kutoka kwetu kupata machapisho mbalimbali, historia za kabila lako, lakini pia tafiti mbalimbali zinazohusiana na kabila husika. Zaidi ya hapo, sisi tunafanya matamasha kila mwaka, matamasha tofauti. Na tamasha la urithi na utamaduni wa Mtanzania tunalifanya kijiji cha Makumbusho kwa makabila tofauti kila mwaka. Lakini pia tunalo tamasha la kumbukizi la vita vya Majimaji na Ndete Kilwa, na tunajenga pale information center kwa ajili ya taarifa mbalimbali za kabila husika na vita jinsi ilivyopiganwa. Lakini pia ukienda Songea, kila mwaka tunafanya tamasha la kukumbuka mashujaa wa vita vya Majimaji. Kwenye ile tamasha tunaenda mpaka kule Peramio kwa chief kabisa, ibada za asili zinafanyika, watu wanavaa kiasili, wanakula kiasili na wanapata maombezi ya kiasili kutoka kwa viongozi wa jamii husika. Lakini pia tuna mahusiano na hizi mabaraza ya wazee wa mila katika maeneo tofauti. Tuna uhusiano na hizi taasisi za dini mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapeleka hii elimu ya urithi wa Mtanzania mbali zaidi. Lakini pia sisi ndio tunaowafungulia wananchi wa maeneo husika sasa ambao tayari wametunza ule urithi wa utamaduni, kwamba ule utamaduni ni fursa kwao, ni bidhaa kwao kwa ajili ya kuiuza kwa jamii zingine. Wao wanaweza kuja kwetu wakajifunza, wakafurahi pamoja na sisi kupitia hiyo fursa ya utalii wa utamaduni. Okay, Anto,
Antonia. Weka kimya kidogo. Ndio. Kuna wakati maisha anatuambia tusikumbuke nyuma tulikotoka ili tuweze kuiona kesho iliyo bora. Makumbusho mnatukumbusha nyuma nyinyi. Kwa nini mnatukumbusha tulikotoka wakati tunataka kwenda mbele? Leo naniletea mimi mambo ya chimpanzee. Chimpanzee yuko tena leo. Mambo ya mijusi hayapo. Tunaangalia AI sasa hivi. Kwenye artificial intelligence. Antonia, tuambie, wewe ni binti wa kisasa. Kuna haja ya kuwa na makumbusho? Ndio, kuna haja ya kuwa na makumbusho kwa sababu kwa kawaida hauwezi kujua unapoenda bila kujua umetoka wapi. Hata kwenye maisha ya kawaida tu, wewe kama kijana lazima ujue mzazi wako alikuwa anaishije. Mzazi wako je, alikuwa na tatizo la kiafya? Je, mzazi wako alikuwa na shida hii, au mzazi wako alifanyaje mpaka akafanikiwa? Ili wewe uweze kujua kwamba sasa mimi kama mzazi wangu alikuwa na shida hii, basi na mimi natakiwa nifanye hivi ili niweze kuepuka, au watoto wangu waweze kuepuka, au watoto wangu waweze kupitia ile njia ile ile ambao wazazi wangu walipita. Kwa hiyo makumbusho, kuwepo kwa makumbusho ni muhimu sana. Haya ndio yaliyopo kwenu. Yanajisaidia vipi taifa sasa? Na sisi tuko nchini hapa. Ingawa sijasikia mkitaja kwa Wahehe. Hapa tutazungumza. Wahehe walipigana vita vya unajua kuna vita vikubwa sana kati ya Mkwawa na Wakoroni. Mnakumbuka? Ni kweli. Hiyo tutaiongelea. Ndio Kalenga. Tumeenda nyumbani tu tuko Njombe pale kwetu Maganga. Atawadai baadaye. Hebu niambie na faida gani? Makumbusho zetu sisi kama alivyosema Chance, tunahifadhi historia, tunahifadhi utamaduni, tunahifadhi mila na desturi ambazo ndo zimetuleta mpaka hapa tulipo. Kwa mfano tukiongelea kuhusu maadili yanatokana na mila zetu na desturi ambazo wazazi wetu au mababu zetu walikuwa wanafanya. Kuna vitu vingi ambavyo tunaviona sasa hivi vya kigeni ambavyo sio vya kwetu kabisa, na wote tunaadmit kabisa kwamba sio vya kwetu. Lakini tunawaambiaje watoto wetu sasa kwamba hivi vitu tunavyoviona sasa hivi sio vya kwetu, ni kwa kurifaa kwa mababu zetu walivyokuwa wanafanya. Na tunajua kabisa kwamba kwenye maisha sasa hivi tunaishi kwa mifano. Kwa hiyo unamleta mtoto makumbusho, umuonyeshe kwa mfano, aone kabisa kwamba mababu zetu walikuwa wanafanya hivi. Kwa na sisi tunatakiwa tufuate kile ambacho mababu zetu walikuwa wanafanya. Hiyo ni kwenye masuala ya maadili. Lakini pia makumbusho tunahifadhi historia ya uongozi, historia ya nchi, historia ya uhuru na muungano. Kwamba unamleta mtoto ili ajifunze ile historia ya muungano, ajifunze historia ya uhuru, ajifunze jinsi gani viongozi wetu walipigania. Kupitia kujifunza kwenye makumbusho zetu kwa mifano, inamsaidia mtoto tukuze kizazi ambacho ni kizazi cha kizalendo. Watoto wajue kabisa kwamba uongozi unatakiwa uwe hivi na hivi na hivi. Viongozi wanatakiwa wawe hivi na hivi na hivi. Characters za kiongozi zinatakiwa ziwe hiki na hiki na hiki. Ili iwasaidie vijana wa sasa hivi kuwa wazalendo na kutengeneza kizazi ambacho ni kizalendo, lakini pia ambacho kinajifunza kwa mifano kutokana na viongozi wetu waliopita. Kwa makumbusho hatuhifadhi tu kama nilivyosema mwanzoni kwamba hatuhifadhi tu kwa kuweka, tunahifadhi pia kwa kufundisha, kwamba tunarithisha kwa vizazi vinavyokuja ili viweze kujifunza wazazi wetu walifanyaje, viongozi wetu walifanyaje, mababu zetu walifanyaje, ili tuweze kudetermine mbele yetu inakuwaje, kwamba tunatokaje kutoka hapa tulipo, ni wapi tulikosea, mababu zetu walikosea wapi au walipatia wapi, na hapa tulipo ni wapi, ili tuweze kujua mbele tunasongeaje. Kuna changamoto sasa hivi ya sayansi na teknolojia kwenye kuathiri utamaduni na hata makumbusho ya nchi yote. Tanzania sio kisiwa, tunaguswa na hilo pia. Nyinyi makumbusho mnakabiliana vipi na hii ili tu ule utamaduni wetu mnachokihifadhi kiendelee kusalia salama bila kukumbana na hii changamoto kubwa, na hasa uwepo wa AI ambayo ni artificial intelligence, akili mnemba ambayo inaweza kutuonyesha kitu ambacho cha Kitanzania ambacho sio asili yake, lakini wao wakakimold kikaonekana ndivyo kilivyokuwa. Mnafanyaje? Ndio maana kuna umuhimu wa kuwa na taasisi ya makumbusho ya taifa. Jambo la kwanza, lazima watazamaji wafahamu ya kwamba ulimwenguni mataifa tunaishi kwa intelijensia, vita tunapambana, uchumi ni mapambano, maendeleo ni mapambano. Siri ya kwanza ya mtu yeyote kufanikiwa ni kujitambua. Ufahamu ulikotoka, ulipo na unakokwenda. Hata nyumba ukijenga ama ukitaka kupanga nyumba ama ukitaka hata kununua gari, ni lazima usome manual yake kwanza.
nyumba ni lazima, hata unaambiwa leo tumekukabidhi nyumba, utatakiwa ujue kwanza maliwato iko wapi, sebule iko wapi, chumba kiko wapi, dirisha liko wapi, ikitokea dharura nitarukia nitaenda wapi. Ndio maana taasisi hizi zipo na zinalindwa kweli kweli. Kwa hiyo Mtanzania yoyote akishaelekezwa akajua kwao kukoje, asili yake ikoje, hata kikiona kitu kimetengenezwa kwenye mtandao atasema hii sio ya kwetu. Huyu sio Mmasai wa Tanzania. Huyu sio, hii ni sauti ya Samia lakini huyu sio Samia kwa sababu mimi namjua. Ni kama mtoto asimjue mzazi wake. Ni rahisi kuambiwa huyu ni babako akakubali. Kwa hiyo asili yetu sisi kuifahamu ni wajibu sana na ni jambo la msingi kueleweshwa watoto wetu na jamii yetu wakajua vitu vyetu kwa asili. Kuna watu kwenye makabila mengine wanafahamu hata mbegu, hii haya mazao ukileta sokoni, wanasema kabisa hii hapa ni ya Shirima, hii hapa hii ni ya Mkwawa. Hii sio, hawa mbuzi ni wa fulani, hawa mbuzi sio wa fulani. Kwa nini? Kwa sababu wanajua asili, wanajua taarifa za msingi za kweli zinazohusiana na product husika. Kwa hivyo kijana wa Kitanzania ama Mtanzania yote kwa umri wake wowote, asipojua anakotoka, asipojua asili yake, asipojua kabila lake, asipojua nyumbani kwao, wewe umenitajia maeneo mengi sana ya nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu unapajua. Ingekuwa upajui, mimi ningeweza kukuletea picha ya Dodoma nikakwambia hapa bwana ni Iringa. Utakataa. Kwa nini? Kwa sababu unajua nyumbani ni wapi. Kwa hivyo nchi imewekeza sana kwenye hili eneo kwa sababu ndiyo kitovu cha kujitambua kwa wananchi wake. Ndio kitovu cha kujenga wazalendo waliopo nao waona. Ndio kitovu kinachotoa taswira ya jamii yetu. Ndio tofauti ya Mtanzania tu kidondoka London sasa hivi ukasimama, wako watu watasema huyu anatoka East Africa ni Mtanzania. Huyu hapana, huyu atakuwa nchi fulani. Lakini tunakubaliana kwamba dunia hii ya leo hii tunakosa watu. Nitawapa mfano kidogo kwa sababu Kristo. Mtu pekee ambaye alituthibitishia alikuwa ni Petro. Petro bwana alimkana Yesu, lakini jamaa tu akimwangalia hivyo sasa huyu mwenyewe mbona yeye, kwa sababu identity ya wanafunzi wa Yesu walipokuwa akiongea tu huyu akitembea. Kuna mwingine alimwambia mbona hata kutembea kwako ni kama wakati anahama kutoka pale alipokataa. Amemkana mtu kwa kuongea, amejua alipotembea tu akasema mbona hata kutembea kwako ni kama identity. Tanzania tunaikosa hiyo. Kuna tukio la kidunia lilifanyika hivi karibuni, watu walienda Nigeria. Kama mligundua mtandaoni kuliibuka mjadala mkubwa sana. Hawa ni watu kwetu au ni wa kule kule? Sasa changamoto kama hii, nyinyi watu wa makumbusho hivi mnafanyaje? Sisi tunachokifanya ndio maana tuko very aggressive sasa hivi kwenda shuleni. Unajua kijana wa Kitanzania, yani unapotembea ni lazima uizungumze Tanzania. Unachokifanya ni lazima uzungumze Tanzania kwa sababu dhima ya makumbusho ya taifa tunasema tunatamani kujenga kizazi chenye kujivunia urithi wa utamaduni wake. Kwa kijana wa Kitanzania ni lazima kwanza ukitembea ujivunie kuwa Mtanzania. Lakini wako vijana wa Kitanzania ambao leo yuko mahali anasema mimi bora nizaliwe nzi sehemu fulani. Mimi bora nikawe mbwa mtaa fulani katika nchi fulani. Kwa sababu ya matamanio anayoyaona kwenye mitandao ya kijamii, matamanio anayoyaona kwenye hizo AI akili mnemba inatengeneza kila mazingira yanakuwa ni mazuri kulingana na muonekano. Vijana siku hizi wanapenda rangi, wanapenda movement, wanapenda ladha, wanapenda sauti, lakini hawana msimamo. Kijana ambaye hawezi kuibeba nchi yake hawezi kuwa kiongozi. Kijana ambaye popote akisimama mbele ya watu wengine hahitaji nchi yake hawezi kuwa kiongozi. Kwa hiyo sisi sasa hivi tuna program maalum kupitia hiyo historia ya Mtanzania. Tunawamezesha watoto wajue viongozi wao, wajue mikoa yao, wajue serikali yao, wajue mavazi, makabila ya jamii zao, ili wakienda huko watubebe. Lakini sasa nikiongea na Antonia pia. Ukinieleza mimi kijana wa sasa hivi kwamba utamaduni na mila, desturi, sijui lugha yangu, chakula changu, sasa kinanisaidia kwenye haya maisha ya kawaida. Pamoja na kwamba mnatamani watu wajue, ifanye uzalendo, inanisaidia nini mimi? Kwa sababu mapambano ya maisha ni ya ulimwengu, sio ya Tanzania peke yake.
Sasa umeongelea kuhusu mapambano. Na kwa mapambano mtu anapambana kutokana na mazingira yake. Yani jinsi mtu wa LA, Los Angeles anavyopambana ni tofauti kabisa na mimi mtu wa Dar es Salaam ninavyopambana. Sasa unamuelezea mtu mazingira yake, unamuelezea mtu utamaduni wake ili hata akiwa anapambana kuendana na mazingira yake. Mazingira yetu tunasema yameweka kama wigo. Mimi natamani kwenda zaidi. Na hiyo kwenda zaidi lazima ni mambo ya, ndio maana tukifika shuleni sasa hivi tunajifunza Kiswahili kinakuwa lugha ya kwanza, Kiingereza wakati mwingine lugha ya kwanza iwe Kiingereza na Kiswahili. Hii ikoje? Kwenye mapambano kwanza tukiwa tunaendelea kwenye kwenye mapambano kwanza, kwa kawaida sisi Makumbusho ya Taifa tunataka tuendeleze kizazi ambacho kita appreciate, kitatunza na kuendeleza ule utamaduni wake, ile historia yake. Sasa whether unaenda kupambana unatoka nje, lakini bado unatakiwa utengeneze kile kizazi ambacho kitaendelea kuheshimu na kukuza ule utamaduni wake. Kuna msemo ambao wenzetu wanaotumia, wanasema kwamba mtu ambaye hana utamaduni, mtu ambaye hana historia ni mtu mfu. Yani haeleweki yeye anaelekea wapi, haeleweki yeye ni nani. Sasa hii tusitengeneze vizazi vya watu wafu. Tunaendelea kuwakuza kwenye yale maadili kwamba ndio tunakuruhusu upambane, utoke, explore, lakini bado ujue wewe ni nani na umetoka wapi. Ili mwisho wa siku tusije sasa tuko hapa tu katikati. Sisi sio wazungu, sisi sio Afrika, sisi sio wa Marekani, sisi sio wa Asia. Yani tuko hapa tu sasa tuna hang of which tunatengeneza sasa kizazi ambacho ni kizazi cha wafu. Kwa sisi kama Makumbusho ya Taifa hatuwabani watu. Na ndio maana kwa sasa hivi kama Chance alivyosema, tuna programs nyingi ambazo zinaendana na hayo mazingira. Sasa kwamba tunaendelea kuwafundisha hawa watoto, tunaendelea kuwafundisha vijana kuhusiana na mila, tamaduni, desturi, lakini kwenye mazingira kuendana na ya burudani kidogo, huku tunawaelimisha. Tunawapa funzo, huku tunawapa burudani. Kwa hiyo inakuwa ni kwenye mazingira ambayo mtu au kijana au mtoto anajifunza, anajua mimi naenda wapi, lakini bado tunampa njia za kuendelea sasa kupambana bila kusahau utu wake, bila kusahau utamaduni wake, bila kusahau historia pamoja na desturi yake. Kwa sisi hatuhifadhi ili tumfunge, lakini tunamfundisha tu kwamba utaenda, lakini ukiwa unaenda kumbuka wewe ni nani, umetokea wapi, na unatakiwa upitie njia ipi kutokana na mababu zetu walivyofanya ili uweze kufika. Kwa hiyo tunatengeneza kizazi ambacho kitaendelea ku-appreciate, kukumbuka na kuendelea kutunza huku akiwa anaendelea kupambana. Labda kwa kuongezea kabla tujaenda kwingine. Umebibwa kuongezea. Yani tuongee kwa lugha ya kawaida sana. Ya kawaida sana kwa mtazamaji yote aweze kuelewa. Yani unapokwenda sehemu yoyote ni lazima uwe na kitu chako ambacho ni cha kipekee. Hata ukienda huko kwenye mapambano kuna vitu vya msingi vinavyoangaliwa: uaminifu, utiifu na kutoa matokeo. Unaenda kutafuta huko hapa Upendo TV ni kwa sababu wewe ni mwaminifu, ni ni mtiifu, lakini pia unatoa matokeo. Ukikosa hizo sifa huwezi kupata mahali pa kukaa na mapambano yako na AI zako na hiyo digitali yako, hamna mtu atakupokea. Kwa hivyo hayo matatu hayo machache yako mengi kwenye package hiyo ya kufanya wewe uonekane uko tu. Yaani wewe unapendwa na kuheshimiwa na kuonwa na kufuatiliwa na watu, ni kwa sababu una vitu fulani ambavyo ndivyo vinavyokufanya uweze kuonekana ni tofauti na sasa nikuulize swali nyinyi watu wa utamaduni. Sasa sisi ndio tunachowafundisha watu kuwa nacho. Mimi sasa hivi nauliza nyinyi swali moja tunamsema. Hivi Mtanzania ambaye yuko Marekani sasa hivi ana identity gani? Nini kinamtambulisha? Yani kabla hajaanza kusema unajua mimi Mtanzania, yani akimuona tu ajua huyu Tanzania. Sisi mimi nimekaa nchi za watu mara chache kidogo, sio sana, lakini kitu ambacho mimi nijifanyie mimi kwanza mfano, acha huyu aliyeko Marekani. Namna nilivyokuwa nakaa na watoto wangu, watu walikuwa wanashangaa sana. Mimi nikienda hoteli nilikuwa nanawa na kula kwa mkono. Sichukui uma na kisu na kata yai au samaki naanza kupekenyua nyama ya samaki na uma. Unajua wanapohangaika msababu. Wakati mwingine mpaka vipande vinafyatuka kwenda kugonga watu. Mimi nilikuwa nakula kwa mkono. Nimewahi kupata nafasi ya kuonekana kwenye TV ya taifa kwa sababu tu nimekula kwa mkono kwenye hiyo nchi nilipokuwa.
nikawa ni habari kubwa, nikapata pesa nyingi kwa sababu niliitwa maeneo kibao kwenda kudemonstrate namna ya kula kwa mkono, na niliweza kuelezea kwa nini sisi tunakula kwa mkono, kwa sababu digestion inaanzia mkononi ndipo iende kinywani na kuendelea. That's one. Lakini pia mimi ilikuwa nikikaa na watoto wangu mimi wako tofauti sana na wengine. Mtoto wangu mimi nikifika sehemu nikimweka anakaa pale pale. Sio kama Junior ukimweka hapa Junior kapanda juu ya meza, kashaingia chini ya kabati kachukua soda ya watu. Watu wengi walikuwa wanasema wewe ni mtu wa wapi? Yaani unawezaje kumfanya mwanao akatulia hivi? Lakini kingine cha mwisho kabla sijasema vingi vingine ni vya siri, mke wangu mimi alikuwa akisalimia watu, anachuchumaa. Mimi mke wangu wa Iringa. Unaelewa sasa mama? Kwa hiyo wale watu walikuwa wanashangaa huyu kwa nini, yani hata kama ni hai za kizungu hai wako busy, lakini yeye atanyenyekea. Walikuwa ni kitu ambacho wanakusanyana kuja kukishangaa. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambavyo tunavisema kila siku. Ni vitu vidogo sana kwa kawaida, lakini huyo ndio Mtanzania ambaye mtu yoyote akiona hiyo tabia anasema this is the man from East Africa. Okay. This is the person from Tanzania, kwa sababu sisi tunasalimia, unaona sisi tunatazamana usoni. Nimefika hapa tumesalimiana mkononi. Sisi hatukuvaa gloves wala kusanitize nje hapa. Sio maisha yetu sisi. Lakini sasa unajua lazima tu tuna kitu kimoja kama nchi. Ndio. Unamwona mkeo, hata mimi sasa nikimuona mtu dada amesalimia amenil, najua huyu Vaukayo, najua huyu unajua. Lakini Wachaga hawafanyi hivyo. Hawafanyi. Sasa tunatakiwa tu tuna kitu kimoja ambacho kinatutambulisha kama vazi la Nigeria. Unaliona lile? Nakwambia sisi wa Tanzania tukishakuwa kwenye kundi tunajulikana. Sisi wa Tanzania ni watu tofauti sana. Sasa kimoja ambacho nyinyi wa makumbusho ya taifa mnajivunia nacho ni sisi tunachojivunia nacho wa Tanzania. Kwanza wakiwa kwenye makundi ya watu, wa Tanzania sio waropokaji. Wa Tanzania ni wanyenyekevu sana. Ndio kitu unique kabisa kwa Waafrika wote. Kwani hata tukiwekwa pamoja. Kwani watu wa Uganda wao wananyenyekevu. Sio wanyenyekevu kwa namna ambayo sisi tunayo. Unajua kwa mfano Tanzania ukienda, mimi nilienda Mombasa hapo, nimefika dukani nikamwambia samani naomba unipe, si ilikuwa ni chocolate si kitu gani. Yule dukani alishangaa kweli, unaniomba? Sema nipe. Sema nipe. Sawa. Hayo yote kwa mfano leo kwenye mambo ya kiutawala duniani, nina uhakika Tanzania tunachojivunia ni kitu kinaitwa amani. Nchi yetu hii hatujawahi shuhudia watu wakipigana hata siku moja. Na hata uhuru wetu hatukuupata kwa kupigana. Hicho tu ukimwambia mtu anasema hii Tanzania hii. Ukitaka amani nenda Tanzania. Wale jamaa hawajui vita. Yanga na Simba watakawa na sio kupigana wala nini. Lakini mataifa mengine wewe utajua Al-Ahly na Zamalek walishaleteka vita uwanjani mpaka uwanja ulifungwa. Sisi hatuna hiyo amani. Sasa ukitoa hiyo amani, Antonia, mimi niambieni nyinyi watu wa makumbusho hivi najivunia kwamba kitu ambacho mtu hata akitoka hapa akifika kule, yani kwa mfano kama walioenda juzi kwenye tukio Nigeria, yani wakifika kule waelewe this is unaona tunadanda anasema this is Tanzania. Tunawaza kuvaa Kimasai, lakini Masai Kenya kuna Wamasai. Yes, kulikuwa kwenye hilo ni jambo mtambuka hilo, linahusisha Wizara ya Utamaduni, Wizara ya Maliasili na Utalii kwa sababu chombo cha makumbusho kimo ndani, kuna Wizara ya Mambo ya Ndani, kuna michakato inaendelea ya kutengeneza national identity. Of course. La kwanza ni vazi. Unajua vazi linaonekana. Kwa hiyo huko mchakato na viko vyombo na kamati za kitaifa zinaendelea kuchakata tuwe na vazi, kwa sababu mwanzoni ilikuwa gani kama Wamasai wakivaa basi ni wa Tanzania, lakini Wamasai wako kila mahali. Lakini pia mavazi sasa hivi ni jambo ambalo limeshakuwa na mchanganyiko wa kwa hiyo kuna Wizara ya Utamaduni ndio wako busy sana kuhakikisha tunaweka hicho kitu. Lakini mimi nikwambie hata tukienda ile kwenye tamasha la Twenzetu kwa Yesu. Yani kama sio Mtanzania utamjua tu. Wenzetu tunajua wako very aggressive wakiwa kwenye makundi. Lakini sio Mtanzania. Tanzania sisi tumerelax. Hatuna haraka. Hatuna matata. Hatuna mambo mengi. Ni mambo ambayo sisi tunayajua. Lakini ukienda nje nikwambie ndio kitu kinachokufanya wewe uonekane ni tofauti
na mtu mwingine. Lakini sasa Mr. Chance ulisema kwamba wakati huko nchi za watu huko ulikula kwa mkono na hatimaye ukaitwa sehemu tofauti ukaonyesha demo na ukapata fedha. Yes. Tuna utalii wa utamaduni. Tumeusikia ukisemwa utalii wa utamaduni unaweza ukafanyika sehemu ya kipato na ikaendelea kukuza utamaduni wa Mtanzania? Naam, ni definitely. Na kimsingi utalii wa utamaduni, kwanza utamaduni ni jumla ya maisha ya watu. Kwa maana ya mila, mavazi, chakula, malazi, kila kitu ambacho wewe unakifanya katika maisha yako kila siku ndio utamaduni. Cha kawaida kabisa. Ndio utamaduni wako. Kwa hivyo sisi wa Tanzania tuna bahati kwamba nchi yetu ina makabila zaidi ya 120. Watafiti wengine sasa hivi wanasema yako 150 wala sio 120. Kwa hivyo kwa namna ile kila kabila lina utofauti wake. Kila eneo lina utofauti wake. Kila mji una utofauti wake, na ni nchi kubwa yenye watu zaidi ya milioni 60. Utalii wa utamaduni ndio utalii ambao kwa sasa unashika kasi duniani. Wageni wengi wanatoka maeneo yao wanasafiri kwenda maeneo mengine kwenda kujifunza kabila fulani wanakula nini, wanavaa nini, wanalala vipi, ibada zao za jadi zikoje, ngoma zao za asili wanachezaje. Yako matamasha mengi nilikutajia mwanzo kwamba sisi pia tunayo. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi tunachowaambia Watanzania ni kwamba makabila, mila, desturi na maeneo yao na shughuli zao za asili wanazozifanya, ile ni bidhaa ya kitalii. Mtalii sasa hivi anatoka Ulaya, anakuja Afrika kuja kuona namna ya kutumia jembe la mkono. Kuja kuona namna mtu anavuna mahindi, anamenya na mkono, anaenda kupukuchua na mkono, baadaye anayatunza kwenye ghala bila kutumia kemikali na yale mazao hayaliwi. Anataka kuja kuona, mwingine hajui hata ndizi, anasema mimi nilikuwa na rafiki yangu ananiambia nikija Afrika nitakuja kula ndizi, nipande kwenye mti wake, nikae kule juu nini. Mimi nikamuonea tu huruma kwa sababu yeye ndio picha ya mdizi alionayo. Mgomba anahisi ni mti una matawi, afu unakutuma ndizi, unakaa juu ya tawi unakula ndizi. Kama mtu aliyeniambia anaenda kutuma viazi. Nitatuma viazi. Kwa nahisi viazi viko kwenye mti. Kwa hiyo ni zao la utalii ambalo linachukua kasi kubwa sana sasa hivi. Sawa. Ukimuuliza Mmasai kwenye boma zao kule anajua. Ukienda kwa Wasukuma wakati wanafanya ngoma zao za Bulabo anajua. Ukienda Uchagani sasa hivi wanajua. Ukienda hata nyumbani tu. Na nyumbani tu pale. Haya maeneo ya pale jirani wanajua. Wanafahamu Faida za lile eneo, faida za mila zao na desturi zao. Kwa sababu yule mgeni akija atakaa na ninyi kwenye familia. Atanunua, atakula na ninyi na atalipa ada ya kukaa pale na ninyi. Kwa hiyo hilo ni zao kubwa sana la utamaduni ambalo maeneo mengine, nchi zingine zilizoendelea wameua makabila yao hawana. Lakini sisi Mungu ametujalia bado tunayo, maeneo bado yako ya asili vile vile, mito, visima vya kuchota maji, tunatumia kata kuchota maji. Ukija Uzaramoni utaenda utakuta uji kwenye kifuu cha nazi, vitu kama hivyo. Nagawa dakika moja kila moja. Tumalize na ninyi, sawa? Sawa. Very productive. Tutawaita tena watu wa maana sana. Sasa siku nyingine mkija hapa, tuambia producer mje na video kabisa siwezi na display pale. Kwa mfano yani unasema sijui kuchota maji kwenye kisima. Unaona tamaduni wa watu fulani. Ninyi ni watu wa maana sana. Sasa mimi kwa Antonia then wewe kwa Antonia kwa dakika sekunde chache kutoka makumbusho, zungumza na Mtanzania yuko hapa na kutazama kwa hivi sasa. Nini hasa ambacho wewe unaamini ni ujumbe ambao unaweza kumpa? Kwanza kabisa ni wakaribishe makumbusho. Sisi tuna slogan yetu inasema twenzetu makumbusho. Na makumbusho ni sehemu ambayo tunaenda wote. Tunaenda watoto, tunaenda vijana, tunaenda wazee. Kwa sababu makumbusho kuna activities za kila mtu. Kila mtu anafurahi, kila mtu anaenjoy na kila mtu anajifunza. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana makumbusho, twenzetu makumbusho, na watembelee pia pages zetu kwa Instagram ni Museum Tanzania, Facebook Makumbusho ya Taifa na Twitter Museum Tanzania kwa ajili ya kupata taarifa pamoja na information kuhusu matukio ambayo tunaendelea kuyafanya. Kwa makumbusho ni sehemu salama, makumbusho ina vivutio, makumbusho ni sehemu ambayo mtu anaweza
akaja na akafanya kitu chochote, na sisi tunafurahi sana watu wakija makumbusho. Okay, sawa. Ndio, karibuni sana. Kwako Mr. Chance, mapokeo ya watalii kwenye zao la utalii wa utamaduni umefikia kwa kiwango gani na una wito gani kwa tamaduni zote Tanzania? Sasa hivi utalii wa utamaduni ni zao jipya kama nilivyosema, kwa hivyo ni fursa kubwa kwa vijana walioko katika maeneo husika. Ukienda Morogoro sasa hivi Udzungwa kule, watu hawaendi tena msituni, wanataka kukaa na watu wa Vidunda, wakae nao, wachemshe maboga, wale wanafurahi sana. Lakini pia kuna maeneo watu wanaenda mpaka kwa wataalamu wa tiba za asili. Nimeona mtu wa kutoka Hispania amekaa kwa bibi pale anatibiwa hapa tu Morogoro. Kwa hivyo Watanzania tuwaambie, utamaduni wako, mila zako, desturi zako ni bidhaa, zitunze, uweze kuzifahamu, uweze kuzielezea na kuzionesha kwa watu wakulipe pesa. Kwa hiyo asili yetu sisi ni pesa. Tuchukue hiyo fursa, tusiiachie. Na mwamko ni mkubwa kwa sababu makabila mengi sasa hivi wameshajua. Mimi nimeenda Makete Uwanji huko. Nimekuta Wajerumani wako kwenye familia za Wawanji, wanalima nao mahindi, wanaenda kwenye vinyungu, wanapika nao mboga, wanachuma viazi. Unajua vinyungu ni utamaduni huo. Utamaduni. Mnataka mwekeze makumbusho ya asili. Kwa hivyo ukienda kila mahali sasa hivi hicho kitu kimeanza kuchukua kasi na kinafanya kazi vizuri, kwa sababu sasa hivi kwenye mnyororo wa thamani utalii wa utamaduni unagusa mpaka yule mtu wa mwisho kabisa. Tofauti na utalii labda wa mbuga za wanyama. Mtu ataenda porini, atailipa taasisi, serikali ndio itakayo warudishia wananchi. Ingawa pia kule kuna watu wachache wanaoweza kuwauzia watalii bidhaa mbalimbali. Lakini kwenye utalii wa utamaduni tunabanana nao humu kwenye nyumba zetu, na wanalala humo kwenye vitanda vyetu vya kamba, kwenye vitanda vya ngozi, hakuna godoro, na hala complain kwa sababu ndicho alichofuata na ndicho anacho miss kwao. Toka amezaliwa hajawahi kuona, anashangaa. Mpaka kupekecha moto unatoka. Abana tunashukuru sana. Asante. Watu wa maana kabisa. Asante. Thank you. Kwa niaba amekuaga Elinani hapa. Anaitwa Chance Ezekiel pamoja na Antonia Munkama. Hao ni maafisa utalii, utalii kutoka makumbusho ya taifa. Hakika kweli hao ni maafisa. Leo imekuwa ya moto sana. Tunaagana nao hapa. Punde tutakuwa na ndugu zetu kutoka IGMA, East African Gospel Music Awards. Kwa hiyo usiondoke, salia hapo. Mimi ni Francisco Nongolo wa utamaduni na Elinami Show wa utamaduni pia. Au watu wenzetu kwa Yesu. Both na utamaduni. Tunajua John tumwambia ataenda makumbusho. Na Mr. Chance ametuambia watatuletea zao la utamaduni pale kwenye wenzetu kwa Yesu. Usiondoke, salia hapo.